i'lamu anna al-aduwa naw'an, kaeni mkijua kuwa maadui wamegawanyika sampuli mbili, al-adu dakhili wal-adu al-khariji. Tuna adui wa nje ambaye kwamba ni Yahudi, na huyu adui hakuna ambaye kwamba anashaka naye, hata mtoto mdogo. Na huyu adui tushabashiriwa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, la taqumu as-sa'a hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi'a al-yahudi wara'a al-hajar aw ash-shajar fayaqulu al-hajar aw ash-shajar ya muslim ya abdallah hadha yahudi hadha yahudi ta'al faqtulhu. Anasema mtume wako sallallahu alaihi wasallam, kiyama hakitosimama. Kabla kiyama kusimama, katika alama ndogo ndogo za kiyama, waislamu watapigana na mayahudi, waislamu watawazidi mayahudi, mayahudi watakimbia kutafuta himaya nyuma ya jiwe na nyuma ya mti. Mti utazungumza kwa idhini ya Allah, utamwita muislamu ya muslim, wala mti hautosema ya arab, kwa sababu si vita vya Waarabu. Mti utasema ya muslim, ya muslim, ewe muislamu. Lakini waislamu wa kweli, muislamu ambaye kwamba ameshikamana na Uislamu, mti utashuhudia uislamu wake, ya muslim, ewe muislamu, hadha yahudi khalfi ta'al faqtulhu, huyu hapa yahudi nyuma yangu, njoo umuue. Ila kuna baadhi ya miti ambayo kwamba itawahami mayahudi. Huyu adui hatuna shaka naye, huyu ni adui wa nje, lakini penye hatari ni huyu adui wa ndani ambaye kwamba wengi hawajui ni adui na tunaishi naye. Naam, Waswahili wanamsemo, heri giza unalolijua, heri giza unalolijua kuliko giza usilolijua. Ni hatari kwa giza usilolijua. Mtume aliishi Maka akaishi Madina. Maka alisumbuliwa na Makureish, Madina alisumbuliwa na wanafiki. Maka aliwajua akina Abu Jahal, yule yuwaja atajua ni Abu Jahal. Madina alisumbuliwa na wanafiki, alikuwa na kazi ngumu Madina kuliko Maka. Heri giza unalolijua kuliko giza usilolijua. I'lamu anna al-aduwa naw'an, jueni ya kwamba maadui wamegawanyika sampuli mbili, al-adu al-khariji wal-adu al-dakhili, adui wa nje na adui wa ndani. Wala shakka anna al-adu al-dakhiliya ashaddu khataran min al-adu al-khariji, na hapana shaka adui wa ndani ni hatari mno kuliko adui wa nje. لأنه يعمل من الداخل ويفسد من الداخل من حيث لا يشعر به. Kwa sababu adui wa ndani anafanya hila zake na vitimbi akiwa ndani, anaharibu akiwa ndani na watu hawana habari. Na adui wa nje anataka akuue, akikuua umeondoka na imani yako duniani. Lakini adui wa ndani hana haja kukumaliza, anataka amalize itikadi yako, anataka amalize imani yako, kama imani ambayo kwamba wako nayo Shia Ithna Asharia.